Karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kipindi kinacholetwa kwenu na mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Sasa kaa tayari upata nafasi ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi. Karibu. Haiwezekani neno ni la Mungu, neno la Mungu halitapingwa na wewe, neno la Mungu halitapita bure. Nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu. Hii ni wiki ya Pasaka. Siku ya Ijumaa Kuu tutakuwa na ibada saa 2 asubuhi mpaka saa 6. Hali kadhalika Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 19 tutakuwa na ibada nyingine kuanzia saa 2 mpaka saa 6, na Jumapili ya Pasaka tutakuwa na ibada kama kawaida. Ibada ya kwanza saa 12 mpaka saa 2. Baadaye tutaenda na ibada ya pili ya Pasaka saa 2 mpaka saa 8. Na Jumatatu ya Pasaka tutakuwa na ibada saa 2 asubuhi mpaka saa 6. Kwa ninakuandaa usijiingize kwenye mambo mengi. Wewe nenda na hiyo ratiba tulioiweka mbele yako, kuna faida. Na kwa sababu ni Pasaka, andika somo shinda kushindwa kwa kutumia damu ya Yesu kama mahakama ya kuhukumu miungu. Lengo la somo letu, uitumie damu ya Yesu Kristo kuhukumu miungu. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 7 na wa 8. Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa dongo jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa sio chachika, ndiyo weupe wa moyo wa kweli. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina lako Yesu, damu yako ya thamani iliyomwagika kama sadaka leo isimame kati yetu kutuondolea kila vifungo vya miungu. Baba, naiachilia damu yako sasa iwe mahakama ya kuhukumu miungu inayofuatilia maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mmoja wetu aseme amina. Uwezi kujifunza juu ya Pasaka bila kusoma Kutoka sura ya 12. Yaliyofanyika kitabu cha Kutoka sura ya 12 yote ndicho kielelezo ama ni kivuli cha mambo yaliyofanyika msalabani. Damu ya Yesu Kristo inatofautiana kimatumizi kwa yeye anayeitumia. Kwa hiyo na matokeo yake ni tofauti sawa sawa na matumizi ya mtumiaji wa damu ya Yesu Kristo. Kutoka sura ya 12 mstari wa 12. Bwana anasema, maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Fungua Biblia yako Kutoka 12, kuna kitu nikusaidie. Kitabu cha Kutoka sura ya 12, tusome mstari wa 13 alafu turudi mstari wa 12. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwemo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Mstari wa 12. Maana nitapita katika nchi ya Misri usiku,
nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wanyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo. Tumesoma Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 7 na 8. Biblia inasema, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Kwa Yesu Kristo kiteolojia, yeye ndiye sadaka ya Pasaka, ndiye mwanakondoo wa Pasaka. Kwa Bwana anasema atafanya hukumu. Kwa kama kuna hukumu, maana yake kuna hakimu. Na kama kuna hakimu, maana yake kuna mdai na mdaiwa. Biblia inasema nitafanya hukumu. Kwa kama Mungu anataka kufanya hukumu, haitolewi hukumu bila mtuhumiwa, haitolewi hukumu bila mdaiwa. Kwa Bwana anasema nitafanya hukumu, maana yake nitahukumu miungu, hii miungu ya Misri, ili ipate kuachia watu wangu. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba damu ya Yesu Kristo inaweza kutumika kama mahakama ya kuhukumu miungu. Nitakapoiona damu ya Yesu, nitafanya hukumu. Pasipo damu ya Yesu hakuna hukumu juu ya miungu katika Agano Jipya. Ukitaka kuhukumu miungu, lazima utumie damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ndiye nakupa uhalali kiagano wewe na mimi kusimama mbele za Mungu kufanya hukumu dhidi ya miungu. Mathayo 26 ule mstari wa 26 hadi 28. Bwana anasema hii ndiyo damu ya agano, imwagikayo kwa ajili yenu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa damu hii ni damu ya agano, damu hii ni damu ya Pasaka, imetolewa kwa lengo maalum. Kwa katika matumizi ya damu ya Yesu Kristo, moja wapo unaweza ukaitumia damu ya Yesu kama mahakama ya kuhukumu miungu. Wakorinto wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3 na 4. Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali ni za roho. Bali ni za roho, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa vita vya kiroho vinapiganwa kwa jinsi ya roho, na silaha za kiroho ni mojawapo ni damu ya Yesu Kristo kutumika. Unapoitumia damu ya Yesu Kristo kama mahakama, inakupa uhalali wa kuhukumu miungu. Biblia inasema waziwazi, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote. Kwa Mungu anahukumu miungu ambayo ilikuwa inashikilia watu kiroho na kimwili kutokana mahali walipokuwepo. Bwana anasema nitafanya hukumu juu ya Misri. Wana wa Israeli walikuwa Misri, wakaingizwa katika agano, wakamilikiwa na miungu ya Misri kwa sababu waliyauza maisha yao kiagano. Kwa lugha nyingine, wana wa Israeli hawakuonewa wala hawakushikiliwa kiharamu. Waliingia ndani ya agano kihalali, wakawa chini ya miungu kihalali, na walikombolewa kihalali. Kwa damu ya Yesu Kristo inapotumika kama mahakama, inahukumu miungu ambaye inamshikilia mtu kihalali. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Na waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tunaona damu ya Yesu Kristo inafanya hukumu dhidi ya miungu ya kila kabila,
dhidi ya miungu ya kila ukoo, dhidi ya miungu ya kila familia. Ufunuo 5:9-10. Kwa vita ya kiroho ambako damu ya Pasaka, damu ya Yesu inapelekwa, ni kwenye vita ambako kuna miungu. Kwa damu hii ya Yesu haipelekwi mahali ambako hapausiki. Rudi Kutoka 12:13. Anasema nitakapoiona damu kwenye miimo ya milango. Kwa hiyo vita vya kiroho, vita vya kiroho dhidi ya miungu ilipiganwa langoni. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema walichagua miungu mipya, kukawepo vita langoni. Kwa vita ya wana wa Israeli ilikuwa kwenye lango la Misri. Kwa ilikuwa inabidi lango lipigwe kwa ajili ya wana wa Israeli kupata ukombozi. Kutoka 12:12. Maana nitapita katika nchi ya Misri, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wanyama. Kwa hapa unaona mlango uliotumika kuwaingiza wana wa Israeli unaitwa mlango wa mzaliwa wa kwanza. Wakanunuliwa kwenye mlango wa mzaliwa wa kwanza wa Misri. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 5, fungua tusome kidogo mstari wa 1 na wa 3. Na wana wa Rubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli, kwa maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza, lakini kwa kuwa alinajisi kitanda cha baba yake, haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu mwana wa Israeli, tena kwa nasaba ilihesabiwa kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwani Yuda aliyeshinda miongoni mwa nduguze, na kwake ndiko alikotoka mtawala, bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Kwa wakati wana wa Israeli wanamuuza Yusufu, waliuza lango la mzaliwa wa kwanza kiagano. Unaweza kumuona Yusufu kama Yusufu. Yusufu ni mtoto wa 8. Lakini hapa hawakuuza mtoto wa 8, waliuza lango la mzaliwa wa kwanza, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa na haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa unapomsoma Yusufu kwenye Biblia, msome kama lango la mzaliwa wa kwanza. Kwa wakati Mungu anakwenda kufanya hukumu Misri, alikuwa anafuata mzaliwa wake wa kwanza. Usipoelewa hayo utachanganywa. Kutoka 12:12. Maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huu, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wanyama. Kwa nini? Kwa sababu kiagano wana wa Israeli walishikiliwa kwenye lango la mzaliwa wa kwanza ambaye anaitwa Yusufu. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 na wa 2. Twende Waamuzi sura ya 5 usome pia uone kwamba vita ya kiroho inapiganwaje. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita marangoni. Kwa vita ya kiroho inapiganwa kwenye mlango husika. Kwa hapa nataka nikufundishe kitu. Bwana anasema Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza, na haki ya mzaliwa wa kwanza inahesabika ndani ya Yusufu aliyeuzwa. Kwa damu ya mwana kondoo wa Pasaka ilikuwa inamnunua mzaliwa wa kwanza toka kule alikouzwa. Fungua Mwanzo 37. Kwa wewe unayetaka kujifunza, andika kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 36. Lakini mimi nasoma mstari wa 27. Haya na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimzuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Hayo maneno siache. Wakapita wafanyabiashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kutoka katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20. Nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Hiyo ni Mwanzo 37 mstari wa 27 hadi mstari wa 28. Mstari wa 31. Baada ya kumuuza Yusufu,
wakatoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwana mbuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, tumeona hii, basi tambua kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio. Bwana asifiwe. Nisikilize vizuri rafiki yangu. Kwa hapa tunaona Yusufu anauzwa, wakapewa pesa, maana yake uchumi. Kwa ndani ya Yusufu ndimo kulikuwa na uchumi wa Israeli. Wakati wanamuuza Yusufu, waliuza na haki ya kiuchumi. Wakapewa pesa, wakauza uchumi wao. Wakapewa pesa, wakauza haki yao ya mzaliwa wa kwanza. Kwa wakati wanamuuza Yusufu, walikuwa wanauza agano. Nataka uelewe, usimchukulie Yusufu kama mtu tu. Yusufu kiagano ni mzaliwa wa kwanza. Wakamuuza kwa fedha vipande 20 uchumi. Wakachinja mwanambuzi ni sadaka. Wakachovya kanzu ya Yusufu kwenye ile damu, maana yake maisha yake. Wakayaweka kiagano ndani ya damu. Kutoka sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Wana wa Israeli wanadaiwa damu. Waliingia kwa damu, wanatoka kwa damu. Siku Yusufu anapelekwa Misri, walichinja. Na Bwana anasema, nitakapoiona hiyo damu. Kwa wakati wanaingia utumwani, Bwana aliona damu iliyokuwa inawakilisha uhai wa Yusufu. Damu ni uhai. Wakati wanachinja, ndugu zake walikuwa wanamchinja Yusufu. Wakati wanachinja yule mbuzi, ndio maana walipopeleka kanzu, baba yao aliweka msiba. Aliomboleza alipoiona kanzu. Maisha ya Yusufu yamezungukwa na damu. Akasema, mwanangu amekufa. Maana yake yule mbuzi aliyechinjwa kutoka Mwanzo 37 mstari wa 31 anawakilisha agano la damu. Linahusika kwenye utumwa wa wana wa Israeli. Na Kutoka 12, ili wana wa Israeli watoke utumwani, walidaiwa damu. Bwana asifiwe. Kwa Bwana akawaambia, mtamtoa mwana kondoo, mtamchinja. Kutoka 12:13, nami nitakapoiona damu kwenye mlango mlioingilia, nami nitafanya hukumu. Kwa kinachosababisha Mungu afanye hukumu ni damu ya mwana kondoo kwenye mlango. Anayenielewa aseme amina kwa Yesu. Lakini Mungu anamfuata nani? Ukisoma Kutoka 12, Bwana alichukua na uchumi toka Misri. Walipewa pesa, wakawa watumwa. Siku ya kutoka hawakuacha mali. Vipande 20 waliuza uchumi wao. Siku ya kutoka uchumi wao walirudi nao. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 35 na 36. Wana wa Israeli wakafanya kama lile neno la Musa. Wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka, nao wakawateka Wamisri nyara. Rudi Kutoka 11. Rudi Kutoka 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakalolileta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa nyinyi ruhusa mtoke huku. Nanyi hapo mtakawapa ruhusa, atawafukuza mtoke kabisa kabisa. Basi nena masikioni mwa watu hawa, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, Musa alikuwa ni mkuu katika nchi ya Misri machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wote. Kila mmoja aseme amina. Kwa hapa tunaona Bwana anamwambia Musa, wakati umefika na kwenda kufanya hukumu. Kwa hiyo hukumu ilihusika na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kila mzaliwa wa kwanza wa Misri alikufa, ili mzaliwa wa kwanza wa Israeli akombolewe. Kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu na mnyama
wa taifa la Misri alikufa ili mwanadamu au mzaliwa wa kwanza wa Israeli akombolewe. Kwa wakati Mungu anapiga miungu ya Misri, hakupiga kama burudani, alikuwa anamtoa mzaliwa wa kwanza wa binadamu na mnyama wa Israeli kiagano. Kwa mtu anapokuambia mzaliwa wa kwanza sio lango, ni mawazo yake tu. Lango lililotumika ni haki ya mzaliwa wa kwanza Yusufu. Mambo ya Nyakati wa kwanza 5:1-2. Kwa hilo halihitaji ubishi, hilo linahitaji kusoma na kuelewa. Ukimchukulia Yusufu kama Yusufu utajua alichokuwa amebeba, lakini ukimsoma Yusufu kwenye jicho la lango la mzaliwa wa kwanza, alibebeshwa haki kuwa mtangulizi. Kwa akawatangulia hawa kwenda utumwani, baadaye wakamfuata kwa sababu yeye ni lango. Na Yesu anasema mimi ndimi mlango wa kondoo. Lakini hapa ana hukumu, anasema Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza, anatoka. Lakini alitoka baada ya kufa mzaliwa wa kwanza wa Misri. Biblia inasema damu ya mwana kondoo ikatumika. Nataka nije kwenye Agano Jipya sasa, kwamba Yesu anapokufa msalabani ni nini? Angalia Yesu kilichotokea kwake. Yesu aliuzwa na ndugu zake. Yesu alisalitiwa na ndugu zake Wayahudi wenzake, wakamuuza ili auawe. Wale makuhani wakatoa vipande 30 vya fedha, wakamnunua Yesu ili wamsulubishe kihalali msalabani. Biblia inasema yeye alikuja kwa walio wake wakamkataa, wakamuuza kwa vipande 30 vya fedha. Maana yake waliuza uchumi, wakajiweka chini ya laana. Wananunua Yesu, wanamuua. Yusufu aliuzwa, Yesu aliuzwa. Yusufu ameuzwa kwa vipande 20, Yesu ameuzwa kwa vipande 30. Biblia inasema waziwazi Yesu akasulubiwa. Kwa lugha nyingine Biblia inasema akachinjwa. Kwa Yesu anasimama yeye akiwa ni mwana kondoo wa Mungu. Yusufu sio mwana kondoo wa Mungu, ndio maana walichinja mbuzi. Kwa pale kilichokuwa kinatafutwa ni damu. Damu ya Yesu ikamwagika ili ifanyike mahakama ya kuhukumu miungu, iwaachie watu ndio washirikilia dunia nzima. Mathayo 26:26-28, kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ondoleo ya laana, ondoleo ya miungu, ondoleo ya uchawi na uganga usitawale kwa watu, vikaondolewa. Kwa hiyo tunaona damu ya Yesu hapo inafanya kazi. Yesu akafa akafuka. Kwa ni kitu gani kilikuwa kinafanyika msalabani? Kwa damu ya Yesu tunapoitumia lazima tuitumie kama mahakama inayohukumu miungu ya kila kabila, miungu ya kila ukoo, miungu ya kila familia iliyoshikilia mtu wa Mungu lazima ihukumiwe kwa damu ya Yesu. Biblia inasema damu ilipokwisha kumwagika kulitokea nini? Kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 51. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka, vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida nao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoona temeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tunaiona damu ya Yesu inamwagika. Kwa hapa kitu cha kwanza ambacho kilitetemeka, Biblia inasema nchi. Nchi maana yake ardhi yenye mipaka harari kiumiliki ikatetemeka. Kwa nini nchi ilitetemeka? Kwa nini ardhi ilitetemeka? Mwanzo 3:19. Bwana anasema wewe ni udongo,
na udongoni ulitoka. Kwa mwanadamu alitoka kwenye udongo. Mathayo 3:15 mpaka 19 ukisoma. Baada ya Adamu kuanguka dhambini, Biblia inasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Nafikiri wiki iliyopita niligusa eneo hilo. Kwa hapa ninachokitaka, nataka uelewe. Kwa wale wanadamu ambao walifungwa na miungu kutokana na asili zao za kuzaliwa toka kwenye udongo, damu ya Yesu ilipomwagika, maana yake ilienda kwenye udongo kumtafuta aliyefungwa na miungu ya familia ili apate kuachiwa. Ndio maana kule Ufunuo 5:9 mpaka 10 anasema damu ya mwana kondoo. Wastahili mwana kondoo aliyechinjwa, ukamnulia Mungu watu wa kila kabila. Watu wa kila kabila wanatajwa. Unapotaja kabila, maana yake unataja asili za watu za kuzaliwa. Sirudi kwa sababu Jumapili iliyopita nimefundisha hapo. Kwa hapa tunaona miungu inahukumiwa. Lakini nimeweka maneno haya ili ya kusaidie kujua. Kwa damu ya mwanakondoo wa Pasaka inatimilika katika Yesu Kristo pale msalabani. Na lengo la damu hii ni nini? Bwana sifiwe. Namba 1. Lengo la damu ya Yesu Kristo kutumika kama mahakama ni Mungu anajidhihirisha. Mungu anajidhihirisha kwa wanadamu kwa umuhimu wake, ili waitumie damu kwa faida wala sio kwa hasara. Bwana anasema Kutoka 12:13, nitakapoiona damu. Kwa damu ya Yesu Kristo lazima ionekane kiroho kwenye nyumba zetu, kiroho kwa watoto wetu, kiroho kwenye mali zetu, kiroho kwenye maisha yetu, ili miungu ikose uhalali. Damu ya Yesu Kristo lazima ionekane kwenye maisha yako. Maana yake lazima uitumie. Mahali ambapo kuna miungu ya ukoo, kuna miungu ya makabila, kuna miungu ya kifamilia, wewe uliyeokoka, tumia damu ya Yesu Kristo kwenye mlango ule ule. Tangaza ushindi wako, tangaza baraka yako, tangaza kuinuliwa kwako, tangaza kufunguliwa kwako. Ananielewa aseme amina kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza kwenye mlango wako. Kwa Bwana alisema pelekeni damu kwenye mlango. Kwa swala la kutangaza hukumu mlangoni halikuwa na Mungu, ilikuwa na wana wa Israeli wao kupeleka damu. Kwa Bwana anataka upeleke damu ya Yesu kwenye lango la familia, kwenye lango la ukoo, kwenye lango la kabila. Tangaza hukumu. Tulia, tangaza hukumu. Uiambie miungu haina fungu wala sehemu. Kwa ukipeleka damu kwenye lango la ukoo, kwenye lango la kabila, kwenye lango la familia, kinatokea nini? Kutoka 8:21-23. Bwana anasema nami nitakapoiona damu nitatenga kati ya wazaliwa wako na wazaliwa wao. Sijajua kama umesikia hilo. Kutoka 8:21-23 mstari. Unapoweka damu kwenye mlango wako, siongelei mlango ambao, kwenye lango la kabila ni lango, lango la ukoo ni lango, lango la familia ni lango, peleka damu ya Yesu. Maana yake fanya maombi langoni. Ufunuo 3:20 anasema nami nasimama mlangoni. Yesu anasema anasimama mlangoni. Maana yake anaongelea damu yake uiweke kwenye mlango. Unapoomba usimungunye maneno. Lazima utamke kufunguliwa toka kwenye lango la kabila lako, toka kwenye lango la ukoo wako, toka kwenye lango la familia yako. Unasema Bwana sifiwe. Kwa anasema nitakapoiona damu. Wapi? Langoni. Ufunuo 3:20 anasema nasimama mlangoni. Kutoka sura ya 8 mstari wa 21-23 Bwana anasema nitaweka mpaka, nitatenga. Bwana anatenga kati ya uzao wako na uzao wao. Kwa nini? Anasema hiyo miungu, anataja mainzi pale. Hiyo miungu iliyoko kwenye ukoo wako, hiyo miungu iliyoko kwenye kabila yako
haitavuka kuja kwako, kwa sababu kwenye lango lako kuna damu ya mwana kondoo inayonena mema. Hata wangeroga, hata wangefanya uganga hautakupata, kwa sababu kuna damu kwenye lango inayotangaza hukumu. Kwa miungu ya mababu na mabibi inapoiona damu ya Yesu Kristo inasema tunaenda kuhukumiwa. Kwa hiyo wale wanaokufuatilia katika ulimwengu wa roho hawatakupata, kwa sababu umetengwa katikati yao na wao kuna damu ya mwana kondoo. Hawataivuka, hawatapita kwenye hiyo damu, kwa sababu damu ya Yesu Kristo itanena mema juu yako, itanena mema juu ya uzao wako, itanena mema juu ya maisha yako. Kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu. Waebrania 12:24 anasema damu ya Yesu Kristo ya kunyunyuza inenayo mema kuliko damu ya Habili. Kwa unapoweka damu kwenye lango, lazima iwe inasema. Wakati wanamuuza Yusufu walikuwa wanasema, wakati wanatoa sadaka ya mwana kondoo wa Pasaka walikuwa wanasema. Ukisoma Kutoka 12 utaelewa sadaka ya Pasaka ilibeba agenda ndani. Hawakutoa sadaka. Biblia inasema kila familia ilitoa sadaka ya Pasaka. Kila familia maana yake ili apply damu ya Yesu kwenye lango. Kuna wewe katika Agano Jipya, baba mama, lazima uiamini damu ya Yesu na uitumie kama mahakama. Tangaza hukumu langoni, tangaza hukumu langoni. Kama kwenu wamuolewi, tangaza hukumu juu ya miungu ya kutokuolewa, juu ya miungu ya kutokuzaa, juu ya miungu ya kutokuendelea. Weka hukumu langoni. Ulitakiwa upite uende kuolewa, kuna miungu imewekwa langoni, hawataki uende. Cha kwanza na cha kufanya, peleka damu ya Yesu Kristo langoni. Waambie mlinizuia, sasa kwa damu ya Yesu Kristo natangaza ndoa yangu, natangaza maisha yangu, natangaza kuinuka kwangu. Utatangaza mwenyewe ndani ya damu ya mwana kondoo. Tumia damu kama mahakama. Wa hukumu miungu ya mashangazi, hukumu miungu ya mabibi, hukumu miungu ya wachomba, hukumu miungu ya washangazi, hukumu miungu ya mababu. Waambia mtavuka hapa, kwa sababu umepewa damu. Tumia damu ya Yesu Kristo, ina nguvu ya kusaidia kama ilivyowasaidia wana wa Israeli walitoka utumwani. Usiku ule yule Farao alipiga kelele, akamwambia Musa na Aroni, tumekwisha kufa. Nami natangaza leo, wamekwisha kufa walioshikilia ndoa yako, wamekwisha kufa walioshikilia watoto wako, wamekwisha kufa. Maana yake miungu yao haitasimama kukuzuia tena. Kama unanielewa sema amina. Damu ya mwana kondoo ni mahakama. Tangaza hukumu leo, tangaza hukumu leo, tangaza hukumu leo, wala usiwahurumie. Tangaza hukumu leo juu ya waganga na wachawi. Tangaza hukumu leo juu ya wapiga ramli. Tangaza hukumu leo juu ya mizimu ya kwenu. Tangaza hukumu leo. Waambie ninatoka. Sema amina kwa jina la Yesu. Aliyerara karara. Kama una imani weka makofi ya shangwe. Leo ni siku yako ya kutangaza hukumu. Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Ndiye Yesu Kristo Bwana. Yeye akutolewa kama sinema. Ametolewa ili wewe na mamlaka. Dada pokea mamlaka, baba pokea mamlaka. Utasimama kwa hukumu miungu. Utaiambia kwa damu ya Yesu Kristo, leo ninawahukumu. Achia ndoa yangu, achia watoto wangu, achia biashara yangu. Hakika Bwana ni Bwana. Damu ya Yesu inapotajwa, damu za paka hazina nguvu. Damu ya Yesu inapotajwa, damu za njiwa hazina nguvu. Damu ya Yesu inapotajwa, damu za waganga hazina nguvu. Damu ya Yesu inapotajwa, damu za makafara hazina nguvu. Taja damu ya Yesu mama. Hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, hawa wanataja damu zao, hawa wanataja damu za njiwa, hawa wanataja damu za kuku, wengine wanataja damu za watu. Sisi tuliokoka, Zaburi 23:4, tunalitaja jina la Bwana, tunaitangaza damu ya Yesu Kristo.
Kristo kama mahakama tutahukumu. Bwana Mungu anasema leo anakwenda kuwa shahidi mwaminifu juu ya waganga na wachawi waliotesa maisha yako, juu ya waganga na wachawi waliokamata ndoa yako. Yeye atakuwa shahidi mwaminifu, nami natangaza Bwana awe shahidi mwaminifu kwenye ndoa yako. Bwana awe shahidi mwaminifu kwenye biashara yako. Bwana awe shahidi mwaminifu kwa watoto wako. Bwana awe shahidi mwaminifu. Unapotaka kupita, usipite bila shahidi. Mwambie Bwana damu yake ishuhudie mema. Ninapopita Bwana, ninapita na wewe. Ninapokwenda Bwana, ninaenda na wewe. Nitakapoiona damu, nitakapoiona damu kwenye ndoa yako, nitakapoiona damu kwa watoto wako, nitakapoiona damu kwenye ofisi yako, nitakapoiona damu kwenye elimu yako, nitakapoiona damu kwenye cheo chako, nitakapoiona damu kwenye huduma yenu, nitakapoiona damu kwenye jina lako, nitakapoiona damu walipomwaga damu wakapeleka maisha ya Yusufu, wakamwambia mzee Yakobo, tambua hii kanzu waramakosa. Yakobo alipoona damu akasema huyo ni mwanangu. Nami nataka nikwambie damu inasema, damu inatambulisha. Na leo damu ya Yesu ikutambulishe pale ofisini kwako. Damu ya Yesu ikutambulishe pale kwenye mitaa yako. Damu ya Yesu ikutambulishe wewe unayetaka kutambuliwa. Sema amina yenye nguvu. Aliyelala kalala, Biblia iko kwa upande wako. Mungu anakwenda kutenda mambo makubwa na ya ajabu utakapoitumia damu kama mahakama. Farao alipokwisha kuhukumiwa, Biblia inasema akatoka ndani akamfuata Musa, akamwambia Musa, tumekwisha kufa. Akamwambia Musa, tumekwisha kuzimia. Akamwambia Musa, tumekwisha kupigwa. Rimbo toko sakarama rianda rabako saka. Walioshikilia ndoa yako wamekwisha kuhukumiwa. Rianda ramako sakaraba rabako sakaramako yaka shakaramaka reka sakaramako yekaramako rabako. Leo ni siku ya hukumu kwa waliokuonea. Leo ni siku ya hukumu kwa waliokutesa. Leo ni siku ya hukumu kwa waliofunga ndoa yako. Leo ni siku ya hukumu kwa waganga na wachawi. Leo ni siku ya hukumu kwa waliokuroga. Mama umeteseka, leo dada natangaza, pitia rango ya mzaliwa wako wa kwanza. Inua damu ya Yesu. Yusufu ni lango, wewe ni lango, mtoto wako ni lango. Tangaza rango lako kuinuliwa na kubarikiwa. Rianda rabako sakaraba rianda rabako ntarabasa yakatakara koria rianda rabako sakaraba. Walipigana vita rangoni. Unapotaka kupita, kuna wale wa kupingao hawata kupinga tena. Oramako sakaraba. Pereka damu ya Yesu kwenye lango. Yeye ni mwamba wa ajabu. Nikambaye niko. Miamba ilipasuka na leo miamba itapasuka. Makaburi yatafunuka. Wale mlio rogwa leo mtakaa makaburini. Wale mliofungwa na irisi hautakaa kaburini. Biblia inasema makaburi yakafunuka, na leo nafunua makaburi. Kaburi la babu yako leo linakuachilia. Kaburi la bibi yako leo linakuachilia. Kaburi la shangazi yako leo linakuachilia. Kwa nini likuachilie? Pasaka wetu amekwisha kutolewa, ni Yesu Kristo. Wanaolia hatutalia tena. Kama unanielewa, piga makofi ya shangwe na vigeregere kwa Yesu. Damu ya Yesu inatumika kama mahakama. Jambo la pili, inapotumika kama mahakama, lengo lake ni kukurejeshea haki ya kumiliki kiuchumi. Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari wa 9. Yesu Kristo alifanywa maskini. Kitu kimoja wapo kilichohukumiwa msalabani ni miungu inayokamata uchumi wa mwanadamu. Damu ya Yesu ni mahakama, inahukumu miungu inayoshikilia haki ya wewe na mimi kumiliki uchumi. Shetani alimwambia Yesu, uchumi na fahari zote za dunia ziko mikononi mwangu. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 6. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe hii enzi yote na fahari yake,
kwa kuwa iko mikononi mwangu, nami umpa yoyote nipendavyo. Kwa hapa tunaona fahari, maana yake miliki za kidunia. Shetani anamwambia Yesu, ziko mikononi mwangu. Yesu hakumbishia, kwa sababu Yesu alifahamu shetani amepata hizo miliki toka mikononi mwa Adamu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24, Adamu alifukuzwa Edeni, shetani alibaki. Wakati wanadamu alipoasi, alipoteza nafasi. Kwa Yesu msalabani anahukumu miungu inayokushikilia eneo la uchumi. Kwa hiyo uchumi wako lazima uende nao kwenye uokovu. Leo itakuwa ni shida mtu wa Mungu aliyeamini kuwa maskini. Sio sahihi. Yesu alishughulikia mambo hayo msalabani. Jambo la kwanza ni dhambi. Laana ya dhambi imeondoka. Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 28, ondoleo la dhambi. Lakini la pili, ameshughulikia magonjwa. Isaya 53:4-5, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. La tatu, ameshughulikia mauti, kifo. Hosea 13:14, nitawakomboa kwa nguvu za kaburi. La nne, ameshughulikia uchumi. Laana ya umaskini imeondoka. Wakorintho wa pili sura 8 mstari wa 9. Kwa damu ya Yesu inapotumika kama mahakama, inahukumu. Kwa ni lazima mtumia damu. Kama ni mfanya biashara, tumia damu. Kama ni mkulima, tumia damu. Kama ni mfugaji, tumia damu ya Yesu. Kwa nini utumie damu? Faida yake, Ayubu 20:15. Biblia inasema amemeza mali. Nani mmezaji? Naye atayatapika. Bwana Mungu atayatoa tumboni mwake. Kwa wale ambao tulinyang'anywa uchumi wetu uliuswa kwa mizimu, mpaka waabudu mizimu ndio uwe tajiri, kwa Yesu Kristo tukitumia damu sawa sawa, ni lango la utajiri. Ufunuo 5:11-12, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zile za kiti cha enzi, na wale wenye uhai na wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 1000, 10 na 1000 mara 1000. Wakasema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Kwa leo kisoma Mithali 8 mstari wa 17, Bwana anasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mstari wa 21, natembea katika njia haki, katika mapito ya dhamani, niwarisishe mali wale wanipendao. Maana utajiri, tena utajiri udumuo, unatoka kwangu. Biblia inaeleza hukumu mmoja wapo ambayo ilifanyika kupitia damu ya Pasaka, ni uchumi. Biblia inasema Wamisri walipopigwa walitoa dhahabu, Wamisri walipopigwa walitoa fedha. Maana yake Yesu Kristo anakuonyesha, ukiipiga miungu ya ukoo, ukiipiga miungu ya kabila, ukiipiga miungu ya kitaifa, itaachia mali ziwe upande wako. Zaburi ya 91:10-12, damu ya Yesu itakutenga na wale watu wanaotumiwa kama vile wachawi, waganga, wanajimu, washairi. Kwa hii damu ukiitumia kama mahakama, inakupa haki ya kutengwa. Maana yake ile hati ya ukoo, hati ya kabila, hati ya familia, hati ya kimizimu kwako haipo. Zaburi 91:10, mabaya hayatakupata wewe. Kwa nini hayakupati? Mabaya hayakupati kwa sababu Waebrania 12:24, damu ya Yesu inanena mema juu yako, inatangaza haki, inatangaza ulinzi, inatangaza uponyaji juu yako na watoto wako. Kwa hiyo unapoitumia
damu ya Yesu kama mahakama dhidi ya miungu inakutenga na wanadamu wanaotumiwa na miungu kama vile wachawi na waganga, wasikudhuru. Kwa hiyo Bwana anasema mabaya hayatakupata wewe, wala tauni, yani magonjwa, hayatakaribia nyumba yako, kwa kuwa nitakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa damu ya Yesu Kristo inakutenga na wachawi. Hesabu 23:23 anasema hakika hapana uganga tena. Kutengwa hakuna maana wachawi hawapo. Kutengwa dhidi yao maana yake watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Kwa hapa tunaona Bwana anaiweka damu yake uitumie. Unapokwenda kwenye biashara tumia damu. Unapokwenda kwenye kilimo tumia damu. Unapokwenda kwenye ufugaji tumia damu. Mwambie Mungu, najitenga na watu wenye roho mbaya, watu wanaonitafuta waile nyama yangu hawataila, kwa sababu kuna damu ya Yesu. Maana yake ni nini? Utasoma kitabu cha Hesabu 22, utasoma Hesabu 23, kitabu cha Hesabu 25. Wakina Balaam na Baraki walifanya uganga, wakatoa kafara ili kuwazuia wana wa Israeli, lakini kwa sababu damu ya Pasaka ilikuwa inanena, kila uchawi walioufanya uligoma. Balaam alitoa kafara zikagoma. Balaam alifanya matambiko yakagoma. Nami nataka nikutie moyo ndani ya Pasaka hii, wafanye matambiko yao wasifanye matambiko yao, mabaya hayatakupata wewe. Kwa kinachozuia mabaya sikupate ni wewe kutumia damu. Kwa unapoomba mwambie Bwana, naweka damu yako Yesu kwenye marango yangu, mabaya yasinipate, yasiwapate watoto wangu, mabaya yasimpate mke wangu, mabaya yasimpate mme wangu, mabaya yasinipate pale kazini kwangu, mabaya yasinipate ninaposafiri. Kinachozuia mabaya ni damu ya Yesu unayoiachilia pale kwenye rango. Peleka damu ya Yesu rangoni ili mabaya yasikupate. Watakuzunguka lakini hawatakupata. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Sasa ukinyamaza kwa sababu umeokoka, mabaya yatakupata. Naongea na muombaji Kutoka 12. Nami nitafanya hukumu, mstari wa 12. Kufanya hukumu ni lazima utangaze hukumu. Usipoihukumu miungu itakutesa. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 1 hadi wa 22. Wewe andika tu. Biblia inasema panapo majira yale yale, Herode mfalme alinyosha mikono kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwa hili mabaya yasikupate, lazima uihukumu miungu iliyobeba mabaya kupitia watu. Herode ni mtu. Biblia inasema akamuua Yakobo ndugu yake Yohana, ameokoka, askofu, akauawa. Akamkamata na Petro akamweka gerezani. Wanadamu ya Yesu hawaitumii, wako gerezani. Wameambiwa watangaze hukumu langoni, hawatangazi, wako gerezani. Ukiwa na damu ya Yesu Kristo na ukakosea matumizi yake, haikusaidii. Mstari wa 5 Matendo 12:5, kanisa likatumia damu likaomba. Wakaomba kwa juhudi, wakapeleka damu kwenye lango linaitwa gereza. Wao wanaomba nyumbani kwa Mariam, damu inaenda gerezani. Wakati Petro amelala anasubiri kesho kunyongwa, ghafla Zaburi 91:10-12 ikamtokea gerezani, nitakuagizia malaika. Malaika kaingia gerezani. Malaika akampiga Petro ubavuni, akamwambia inuka, kumekucha. Kwa hapa tunamwona Petro anatoka gerezani, si kwa sababu ni Petro, kwa sababu kuna damu inanena. Biblia inasema waliomba, jibu likapelekwa langoni gerezani.
Na wewe muombaji, na wewe mtu wa Mungu, peleka damu kwenye lango. Wakati wanaomba, majibu hayakupelekwa kwa waombaji, majibu yalipelekwa langoni. Kwa damu ikanena mema kwenye lango la gereza, Petro akaachiwa. Na jioni ya leo, peleka damu kwenye lango ambako ndoa yake imeshikiliwa, watoto wako wameshikiliwa, uchumi wako umeshikiliwa. Popote ambako kuna gereza linakutesa, peleka damu, by power, by force utatoka. Waombaji wengi wanafikiria kwamba wakiomba majibu wanaletewa wao. Si kweli. Jibu linapelekwa langoni. Kajifunze kwa Esther. Sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 16, walifunga na kuomba, jibu akapelekewa Ahasuero. Yeye ambaye alikuwa ameingiwa na roho mbaya ikaondoka. Wakati wanaomba, roho mbaya inamwachia Ahasuero. Esther anakwenda, aliyekataliwa jana akakubalika. Nami nataka nikwambie, iko damu ya Yesu Kristo, ukiipeleka langoni, baba mama, utakubalika ulikokataliwa jana. Kasome Esther sura ya 5. Akavaa mavazi ya umalikia. Kwani siku zote hakuwa nayo? Alikuwa nayo. Lakini hapa kuna kitu cha tofauti kinambeba. Nami nataka nitangaze, nenda na damu ya Yesu Kristo. Itakubeba kuliko poda, itakubeba kuliko mafuta, itakubeba kuliko moto. Marango yatakufungukia. Kama unaelewa sema amina kwa jina la Yesu. Lango likafunguka. Yule aliyekuwa na roho mbaya, moyo umesharegea. Kwa nini? Damu. Nenda Esther sura ya 6. Maombi yamefanyika. Aliyekosa usingizi sio Mordekai, aliyekosa usingizi ni mfalme Ahasuero. Mordekai aliomba, anasema nimetupwa getini, nafasi yangu amekaa mtesi wetu anaitwa Hamani, mimi nasagishwa rami. Akaomba, majibu yalipelekwa kwa Ahasuero. Esther sura ya 6. Hakulala, akasema naomba mniletee faili. Wakasoma, anasoma habari za mtu anaitwa Mordekai. Kwa nini? Vita langoni. Kwa unaposimama mbele za Bwana, Pasaka wetu amekwisha kutolewa, ni sadaka. Kwa wana wa Israeli waliambiwa watoe sadaka ya Pasaka. Kwa sadaka ya Pasaka unaitoa wakati unapoitumia damu ya Yesu kama mahakama. Uwe na sadaka ambaye inasimama kama shahidi kupitia damu ya Yesu Kristo. Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Na ibada ya leo na kwenda kuomba nikihukumu miungu. Umebeba sadaka yako, tuhukumu miungu. Tunakwenda kuita damu ya Yesu. Kama kuna miungu ilikushikilia, leo tunakwenda kuihukumu. Sema Bwana Yesu, leo nainua mikono yangu, naita damu yako Yesu. Damu yako Yesu iliyomwagika pale Kalvari, leo hii ninaikiri kama mahakama ya kuhukumu kila miungu kwa damu yako Yesu. Leo nafanya toba, najipatanisha na lango lako, lango la mbingu, lango lako Yesu, lango la Pasaka. Kwa damu yako wewe uliyetolewa kuwa ukombozi, leo unipe uhalali ndani ya damu yako Yesu. Leo unipe uhalali, na ikataa na kuihukumu miungu ya mababu, ya kabila langu, ya ukoo wangu, ya mabibi, ya mashangazi. Leo natangaza hukumu. Leo natangaza hukumu. Inua mikono yako, sema Yesu, leo ni siku ya hukumu. Nami nimetangaza hukumu zidi ya miungu. Wachawi nimewahukumu, watesi wangu nimewahukumu. Inua mikono yako, weka mkono kifuani. Baba, katika jina lako Yesu,
Wako walioshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho, walitamkiwa maneno chini ya madhabahu za mashetani, wakasema mtu huyu hatafanikiwa. Baba, weza na nguvu zako na ziachilia, weza na mamlaka yako na viachilia, na mfungua mtu huyu kiroho, kimwili na kiuchumi. Mungu afunguaye kwa damu ya Yesu Kristo. Kama kuna miungu ilikushikilia, sasa imekwisha. Sasa imekwisha. Sasa imekwisha. Nasema sasa imekwisha. Nimetangaza hukumu, sasa imekwisha. Mpe Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Neno la Mungu halitapingwa na wewe. Neno la Mungu halitapita bure. Neno la Mungu halitapingwa na wewe. Neno la Mungu halitapita bure. Ulikuwa ukimsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Aidha, waweza kushiriki nasi katika ibada siku ya Jumamosi. Ibada inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana, na Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 12 asubuhi hadi saa 2, na ibada ya pili inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana. Vile vile waweza kufuatilia ibada zetu kwa kupitia akaunti yetu ya Maranatha Online TV na katunzi.co.tz. Aidha, waweza kushiriki katika kuipeleka Injili ya Yesu Kristo kwa kupitia sadaka. Waweza kushiriki nasi kwa sadaka kwa nambari za simu zifuatazo: 0754367826 na 0718267171. Kwa moyo mkunjufu sana ni kualike katika ibada kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea. Ukae na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Alfa na Omega. Amen.